Singida Black Stars inachekelea usajili wa kumshusha nchini mshambuliaji Jonathan Soa, lakini wakubwa wamemuona ikiwemo Young Africans, na hesabu mpya ni kwamba imemwachia msala kocha wa timu hiyo Meludi Hamdi kufanya uamuzi huo ili mabosi wa klabu amalize kazi. Yanga imeshawishika na nguvu ya Soa akiwa ameingia Tanzania kupitia usajili wa dirisha dogo, ambapo mpaka sasa amecheza mechi 7 akifunga mabao 7. Taarifa kutoka ndani ya Yanga ni kwamba mabosi wamemwachia Meludi Hamdi kufanya uamuzi kwa kuwa anamjua Soa kuanzia alipofika nchini walipokutana Singida Black Stars. Ingawa Hamdi hakufanya kazi na Soa kwa kumuona akicheza mechi, lakini kocha huyo atatumia mechi zilizobaki za ligi kuu kufanya uamuzi wa mwisho juu ya mshambuliaji huyo raia wa Ghana. Yanga iliwahi kumhitaji Soa walipokutana naye akiwa na Mediama ya Ghana, timu hizo zilipokutana katika ligi ya mabingwa Afrika msimu uliopita. Hata baada ya Soa kutimkia Uarabuni, Yanga bado iliendelea kuiwinda saini yake kabla Singida kuwawahi na kumsajili Disemba mwaka jana. Nikimnukuu bosi wa juu wa Young Africans alisema kuwa kweli Soa namba zake zinatufikirisha sana. Kwa haki kabisa ukiangalia kuanzia dirisha dogo ni mchezaji gani amefanya makubwa? Jibu ni moja tu, ni Soa. Tumemwachia kocha tuambie anamuonaje. Alifanya naye kazi kule Singida ingawa kwa muda mfupi, lakini kama akisema tumsajili tutazungumza na Singida na mambo yatakuwa sawa. Mwisho wa kunukuu. Bosi huyo aliongeza kwamba pia mbali na maamuzi hayo ya Soa, Yanga pia imemwachia nafasi kocha wao kutafuta nafasi ya mshambuliaji huyo kwenye kikosi chake kwa kufanya maamuzi ya mchezaji gani aachwe wa kigeni. Nikimnukuu amesema, unajua nafasi za wachezaji wa kigeni zinatubana, lakini pia kocha ataangalia akisema hapo kwamba tumsajili Soa, pia afanye uamuzi ni mchezaji gani tumwache kwenye kikosi cha sasa. Mwisho wa kunukuu. Yanga ilikuwa inapiga hesabu za kumwacha mshambuliaji Kennedy Musonda aliyefunga mabao 3 katika ligi, aidha kumtoa kwa mkopo au kuachana naye moja kwa moja mwishoni mwa msimu huu.